Kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba zaidi ya wanajeshi 500 wa Ukraine, wakiwemo mamluki wa kigeni, wamejisalimisha kwa jeshi la Urusi katika mkoa wa Kursk. Vyanzo vya utekelezaji wa sheria vya Urusi vinasema idadi ya wafungwa wa vita inahesabiwa kwa mamia katika hatua hii tu. Katika mwelekeo wa Kursk, zaidi ya wanajeshi 500 wa jeshi la Ukraine wamejisalimisha. Kulikuwa na mamluki mmoja wa kigeni, raia wa Colombia. Jenerali wa jeshi Valery Gerasimov, mkuu wa wafanyakazi wa vikosi vya wanajeshi wa Urusi na naibu waziri wa ulinzi wa kwanza, amesema mnamo Machi 12 kwamba karibu wanajeshi 430 wa Ukraine wamekamatwa katika mkoa wa Kursk. Kwa maneno yake, askari wa Ukraine wanajisalimisha kikamilifu wanapoanza kutambua ubatili wa upinzani zaidi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vikosi vya Urusi vimekomboa makazi ya Yelizavetovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema, nikinukuu, nasema vitengo vya kituo cha kundi cha vita vilikomboa makazi ya Yelizavetovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk kama matokeo ya shughuli za nguvu na zenye maamuzi. Vile vikosi vya Urusi vimeshambulia eneo la kuhifadhia makombora ya kiufundi ya Ukraine, uwanja wa ndege na kituo cha mafunzo kwa uendeshaji wa ndege zisizo na rubani. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema hayo yakiendelea, Ukraine imepoteza hadi wanajeshi 70 na bware 2 katika siku iliyopita kutokana na operation za kundi la vita la Dnipro, wizara hiyo imesema. Vile vikosi vya ulinzi vya anga vimedungua ndege ya kivita F-16 inayoendeshwa na Ukraine na zaidi ya ndege zisizo na rubani 200 katika siku iliyopita, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Tangu kuanza kwa operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, vikosi vya wanajeshi wa Urusi vimeharibu jumla ndege 661 za kivita za Ukraine, helikopta 283, ndege zisizokuwa na rubani 51335, mifumo 601, makombora kutoka ardhini hadi angani, vifaru 22817 na magari mengine ya kivita. Iko pia mifumo ya kurusha risasi na rocket 5535, rocket F6535, magari maalum ya kijeshi 1034 yameweza kuteketezwa. Vikosi vya Urusi vimeshambulia brigade 8 za Ukraine, kikosi kimoja cha washambulizi karibu na vijiji vya Gonal na Oleshnya katika mkoa wa Kursk, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Pia anga za jeshi, ndege zisizokuwa na rubani na mashambulizi mengine yaliweza kuzuiwa katika maeneo ya Belovod, Glinitsa, Loknya, Malaya, Rebitsa, Marino, Miropol, Mogritsa, Sadki, Zapsley, Yunakovka, Yablonovka katika mkoa wa Sumi. Vile kiongozi wa chama cha Christian Democratic Union ya kansela mtarajiwa Friedrich Merz amesema Ujerumani inaweza kuhamisha makombora Taurus hadi Kiev ikiwa itakubaliana na washirika wake wa Umoja wa Ulaya kufanya hivyo. Anasema, sisi wenyewe hatutaingia kwenye vita hivi, lakini tutasambaza silaha hizi kwa jeshi la Ukraine. Merz alisema katika mahojiano na shirika la utangazaji la umma la ARD alipoulizwa kama bado anaamini kwamba Ukraine inapaswa kusambaza makombora ya Taurus. Walakini mwanasiasa huyo alibainisha kuwa anaweza kuchukua hatua kama hiyo ikiwa tu kuna makubaliano na washirika wa Ulaya. Washirika wetu wa Ulaya tayari wanasambaza makombora ya cruise, Waingereza wanafanya hivyo, Wafaransa wanafanya hivyo na Wamarekani wanafanya hivyo. Baada ya yote, hili lazima likubaliwe kwa pamoja, na ikikubaliwa basi Ujerumani inapaswa kushiriki, alieleza Merz ambaye anatazamiwa kuchaguliwa kwa kansela wa Ujerumani mwezi ujao. Zaidi hayo aliendelea, hata kama wanajeshi wa Ukraine wamekuwa katika nafasi ya ulinzi, kombora la anga la Ujerumani na Uswidi linaweza kutumika kupiga daraja la Kerch na shabaha zingine. Vile viongozi wa dunia inaelezwa kwamba wamelaani shambulizi la kombora la Urusi nchini Ukraine. Mji wa Sumi umeshuhudia moja mashambulizi mabaya zaidi katika miezi ya hivi karibuni. Watu 34 wameuawa na 117 kujeruhiwa baada ya makombora mawili ya Urusi kuupiga mji wa Sumi kaskazini mwa Ukraine katika shambulio baya zaidi mwaka huu. Rais Volodymyr Zelensky amelitaja shambulio hilo kuwa ugaidi dhidi ya raia waliokuwa njiani kwenda kanisani kwa ajili ya Jumapili ya Matawi na kumwomba Rais wa Marekani Donald Trump kuitembelea Ukraine ili kujionea madhara. Trump amelielezea shambulio hilo kuwa jambo la kutisha, akisema alielezwa kuwa walifanya makosa bila kufafanua zaidi. Baraza la usalama wa kitaifa la Marekani lilisema shambulio hilo linaonyesha umuhimu wa juhudi za Trump kumaliza vita hivyo, lakini ikulu ya White House haikuitaja moja kwa moja Moscow kuwa mshambuliaji. Wakati huo drone ya Urusi ilishambulia mji wa Odessa na kujeruhi watu 5, huku Sumi ikitangaza siku 3 za maombolezo
na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ikiendelea kuchunguza madai ya uhalifu wa kivita. Zelensky anasema kuwa shambulizi hilo lilitokea Jumapili ya Matawi, siku muhimu kwa Wakristo. Idara ya huduma ya dharura ilisema kuwa miongoni mwa waliouawa ni watoto 2 na waliojeruhiwa walifikia 117, wakiwemo watoto 15. Mkuu wa ujasusi wa kijeshi wa Ukraine Kirilo Budanov amesema kupitia Telegram kuwa Urusi ilitumia makombora ya kisasa aina ya Iskander-M KN-23. Mmoja wa mashahidi aliyezungumza na shirika la habari la AFP amesema alisikia milipuko miwili. Watu wengi walijeruhiwa vibaya sana. Kulikuwa na miili mingi. Hili ni shambulizi la pili mwezi huu lililosababisha vifo vya raia wengi. Awali mashambulizi kwenye mji wa Kryvyi Rih, nyumbani kwa Zelensky, aliwaua watu wasiopungua 18, wakiwemo watoto 9. Trump anaendelea kushinikiza kumalizika kwa vita hivi kwa haraka, huku Marekani ikiendesha mazungumzo ya moja kwa moja na Urusi licha mashambulizi haya kuendelea. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.